Chama cha mawakala wa forodha Tanzania, TACAS, kimesema pendekezo la tozo ya 4.5% ya maendeleo ya miundombinu ya bandari PID linalenga kusaidia maboresho makubwa bandari nchini ili kuongeza ufanisi wa huduma za usafirishaji wa mizigo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa TACAS, Ephraim Mwankusye, amesema fedha zitakazopatikana zitaelekezwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya bandari na ujenzi wa miundombinu ya mafuta katika bandari mbalimbali nchini. Miezi michache iliyopita kulikuwa na sintofahamu baada ya kutangazwa kwa tozo mpya, ambapo TPA kwa kushirikiana na serikali waliamua kusitisha, wakirudi kwa wadau kuangalia njia nyingine nzuri na kupokea maoni ya wadau ili waweze kuzileta hizo tozo. Tozo ya PID mpya iliyoletwa ina maboresho ya hali ya juu, na sisi kama wadau tukaona tusikae nyuma, tuwe sehemu ya kuleta taarifa kwa watu wengine kwamba hii tozo tumekubaliana nayo na tunaiona itaenda kutuletea mazingira mazuri katika kuleta ufanisi wa shughuli zetu bandarini. Na kwa ufupi sana, tozo hii ya PID ni tozo ambayo kabla ilikuwa inachajiwa 9% ya CIF, lakini sasa hivi imebadilika kutoka 9% kwenda 4.5%. Tena sio ya CIF, ya duty, yani ya kodi ambayo imelipwa. Kitendo cha kubadilisha hivyo ni kuonyesha dhahiri kwamba kuna kusikiliza maoni ya wadau juu ya kupunguza gharama kwa wale ambao ni wapewa huduma. Na tunapozungumzia tozo, tunapozungumzia PID, tunazungumzia tozo ambayo inaenda kuboresha miundombinu. Miundombinu yetu wengi ni mashahidi, tunajua tuna changamoto ya tumebahatika kuwa na mzigo mkubwa sana ambao unaingia bandari ya Dar es Salaam. Tuna mzigo ambao ni takribani tani milioni 32, lakini miundombinu yetu tuliyokuwa nayo ni takribani tani inaweza kuhudumia kwa mwaka tani milioni 26. Sasa ukiangalia kiuhalisia, kunakuwa ili tuendelee kufanya biashara ya bandari ni lazima tuwekeze kwenye miundombinu. Na statistics zinasema mwaka hadi mwaka wingi wa mizigo inayoingia ndani ya bandari ya Dar es Salaam inazidi kuongezeka. Tunakadiria hadi kufikia 2030 tunaweza tukawa na tani takriban kati ya milioni 80 hadi milioni 100. Ukiwa na miundombinu ambayo ina uwezo wa kubeba kuhudumia tani milioni 26, ina maana wewe kwenye hiyo biashara utaondoka. Na TPA kazi yake kubwa ni kuwekeza kwenye miundombinu na kuruhusu wawekezaji waweze kuwekeza kwenye kufanya operation. Na kilichofanyika kwa sasa ni kuangalia ili soko la bandari kama mkakati wa serikali kuinua uchumi wa nchi. TPA amekuja na mikakati kabambe, ikiwemo la kuhakikisha kuongeza gati ndani ya bandari ya Dar es Salaam. Akiongeza gati ataenda kupunguza msongamano wa meli, ambapo msongamano wa meli unapelekea gharama za usafirishaji kuwa kubwa. Zikipungua gharama za usafirishaji, itakuwa na faida moja kwa moja kwa wale waagizaji wa mizigo, watakuwa na uwezo wa kuleta mizigo mingi kwa gharama rahisi. Alafu vile vile itaongeza mzigo kuingia ndani ya bandari ya Dar es Salaam, ambapo italeta chachu ya uchumi. Watu watakaofaidika ni wale watu ambao ni wawekezaji, wafanyabiashara, wale watu wanaohusika na biashara za uwakala wa forodha, nao watakuwa kwenye mnyororo wa thamani wa kufaidika na biashara ya bandari, pale ambapo TPA ataweza kuboresha miundombinu. Na watu wengi wanauliza swala la uboreshaji wa miundombinu inaweza ikaongeza gharama kwenye mizigo na kwenye utumiaji wa bandari yetu. Bado TPA na wataalamu wameangalia
kuna baadhi ya mizigo haitaguswa kwenye uboreshaji kwenye hiyo port infrastructure development. Kwa mfano mafuta hayataguswa, gesi haitaguswa. Hivyo vitu vyote ni kuangalia umuhimu na kuangalia namna gani vinaweza vikaleta madhara kwa watumiaji. Lakini pia kwa wawekezaji wakubwa bado wamepewa loophole na room ya kupewa rate ambayo ni reasonable, ambayo iko chini ya hii ya 4.5 ambayo ipo, na hii inaenda moja kwa moja kuangalia namna gani tutaongeza ufanisi na kuleta mizigo mingi kwenye bandari ya Dar es Salaam. Ndio maana tumeona tuangalie kupunguza rate kwa wale wawekezaji ambao kwa kuleta biashara, kwa kuleta raw material wanaenda kuzalisha ajira, wanaenda kuongeza ufanisi wa kuleta kodi. Katika hayo mazingira bado serikali imeliangalia hilo. Sisi mawakala wa forodha tumekuwa tunalalamika sana kwamba mizigo yetu inachelewa kutoka bandarini. Kwa maana ya kuchelewa kutoka bandarini, lakini pia inachelewa kuingia bandarini kwa meli ambazo zimekaa nje. Ndugu zetu wanaoshughulika na masuala ya meli wamekuwa pia wanalalamika kwamba meli zao zinakaa nje kwa muda mrefu sana, haziingii ndani kwa wakati, kitu ambacho pia kinaongeza tozo za kusubiri nje. Ndugu zetu wa bandari kavu wamekuwa wanalalamika kwamba mizigo haifiki kwao kwa wakati. Ndugu zetu wa transport wamekuwa wanalalamika magari yao hayaingii bandarini kwa wakati, hawapakii kwa wakati. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wanalalamika. Sasa sisi tukasema tuwe sehemu ya suluhisho ya hili jambo ambalo limekuwa linalalamikiwa, hasa baada ya kuwa tumefahamu logistics ni muunganiko wa vitu au mambo ambayo yanapelekea mzigo kupokelewa, kushughulikiwa, kutolewa na kufika unakofika kwa wakati. Hii ndio maana ya logistics. Kwa hiyo tunashukuru ndugu zetu wa bandari kupitia wizara na serikali wameliona hili kwamba sasa tutafika mahala haya malalamiko hayatakuwepo tena, kwa sababu suluhisho imeshapatikana.